بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك يا حبيب الله، صلى الله عليك يا أمير المؤمنين ويا علي بن أبي طالب، صلى الله عليك يا مولاتي يا فاطمة الزهراء، يا سيدة نساء العالمين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. سيدي يا حسين، ليتنا كنا معك في أرض كرب وبلاء فنفوز فوزا عظيما. يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العلي العظيم. Na yoyote mwenye kuchagua dini isiyokuwa dini ya Uislamu halitokubaliwa hilo kwake, na yeye katika akhira ni miongoni mwa wenye kupata hasara. Aya hii ya 89 iliyopo katika suratu Ali Imran, naomba ituongoze kwenye muhadhara wetu wa pili, na katika mwezi huu wa pili na katika mwezi pili au tarehe 2 ya mwezi wa kwanza wa Kiislamu, mwezi wa Muharram wa mwaka 1448 Hijria, ituongoze kwenye muhadhara wetu ambao unatawaliwa na kauli mbiu inayosema Karbala ndiyo njia ya uhuru wa fikra. Kama kuna madrasa, kama kuna college, kama kuna universities, kama kuna vyuo vikuu ambavyo vinamlea mtu awe na uhuru wa kufikiria kama yalivyokuwa malezi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, basi Karbala, Ashura ni madrasa muhimu katika kulifunza hilo, na ukitaka kulithibitisha hilo, fuatilia leo siasa za dunia na ulimwengu unaelekea wapi na uko wapi. Kauli mbiu hiyo, Karbala njia ya uhuru wa fikra, imetusababishia tufanye maudhui yaitwayo uhalisia wa Ushia, hawiyatu tashayyu. Kwa nini uhalisia wa Ushia?
Kwa nini uhalisia wa Mashia una umuhimu gani kwenye kipindi hiki ambacho ulimwengu uko katika vita na mapambano, ulimwengu wa Kiislamu? Uhalisia wa Ushia. Hili ni kwa sababu leo vyombo vya habari vyote, viwe vyombo vya kawaida au viwe ni vyombo vya social media kupitia mitandao, Ushia na neno Shia limejaa huko ndani. Lakini katika jambo la kusikitisha, wakoloni la rahimahumullah, wakoloni, moja katika jambo walilofanikiwa, moja katika jambo ambalo vyombo vyao vya habari vimefanikiwa ni kuwachafua Waislamu Mashia, kiasi mpaka tukafikia mahala tunashaka na watu wanaoitwa Mashia na Ushia, mpaka tukafikia mahala watu hao tukawatoa kabisa kwenye grupu la Waislamu. Hiyo ni kazi ya wakoloni. Ni kazi ya Aswahayuniya Alalamiya, ni kazi ya Almasuniya, ni kazi ya Freemason. Wamepambana hao kiasi kuwaweka Mashia. Ni moja ya sababu iliyotufanya kuweka maudhui inayoelezea uhalisia wa Ushia. Mkiwasikia Mashia huko duniani, Imran inasema yoyote ambaye atatafuta dini, atafuata dini isiyokuwa ya Uislamu, falan yuqbala minhu, dini hiyo Mungu hataikubali, na chaguo lake ni chaguo baya, sio chaguo sahihi. Ndugu zangu Waislamu na wasiokuwa Waislamu, Waislamu mkae mkitambua Mashia ni Waislamu wenzenu, lakini wale wasiokuwa Waislamu wakae watambue ya kwamba Mashia ni Waislamu. Kwa hiyo mkipata tuhuma za kuwatoa Mashia kwamba Mashia si Waislamu, Mashia ni hivi, hizo ni propaganda, hizo ni advertisement. Wa ila Mashia ni Waislamu wenzenu, wanatamka shahada mbili, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Hilo jambo la kwanza, na anayetamka shahada mbili ni Muislamu. Lakini jambo la pili, nataka nikuonyeshe umuhimu wa shahada mbili. Imamu wangu wa 8 na kiongozi wa Waislamu wakati wake na wakati wetu, bwana wangu Ali ibn Musa Ridha salawatullahi wa salamuhu alayhi, wakati alipokuwa na Naishabur, na kipindi hicho Naishabur Khurasani ndio mji wa wasomi, ndio mji wa wasomi kipindi hicho, ndio mji wa muhadithun.
Khurasani ambayo ni moja katika mikoa ya Irani. Kipindi hicho mkoa wa Khurasani wa Irani ndio mabingwa wa fani ya hadithi wako hapo. Ali ibn Musa Ridha akawatembelea, anataka aondoke, wakamwambia usiondoke mpaka utusomee hadithi. Bi abi anta wa ummi. Ali ibn Musa Ridha akasimama akatamka hadithi ifuatayo kwa silsila dhahabia, yani wale wapokezi wote ni mabwana safi na mabwana tahara. Hadithi inasemaje? Tuache sana, ni kwa sababu siku katika maudhui hayo niko kwenye kukueleza kwamba mashia ni waislamu wenzenu, wanatamka shahada mbili, na shahada mbili sio kitu cha kawaida. Ali ibn Musa Ridha akatamka maneno yafuatayo akisema, la ilaha illa Allah hisni, la ilaha illa Allah ni ngome yangu, wa man dakhala hisni amina min adhabi, na yoyote mwenye kuingia kwenye ngome yangu amesalimika na adhabu. Aitaki salawatu ilinyiwa salamu wa man dakhala hisni amina min adhabi. La ilaha illa Allah ni ngome yangu, ni ikulu yangu, ni kinga yangu, ni kambi yangu. Wa man dakhala hisni, na yoyote mwenye kuingia katika kambi yangu, katika ikulu yangu, amesalimika na adhabu. Mashia wanatamka la ilaha illa Allah. Waman yabtaghi ghayra al-islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Yoyote mwenye kutafuta dini, mwenye kufuata dini isiyokuwa Uislamu, la yuqbala minhu, na akhira atakuwa miongoni mwa wenye kupata hasara. Kwa hivyo propaganda zote zinazowachafua mashia mpaka kufikia mahala kuogopwa mpaka kufikia mahala kuogopwa, siwe karibu nao bwana, sisome vitabu vyao bwana, usisiende kwenye misikiti yao bwana. Hizi ni propaganda. Ni waislamu wenzenu wanatamka shahada mbili, na yoyote mwenye kutamka shahada mbili, dakhala hisni, la ilaha illa Allah hisni, wa man dakhala hisni amina min adhabi. Uhalisia wa ushia ndio huo. Huo ulikuwa ni utangulizi. Mada yetu ya leo, uhalisia wa ushia, tutakuwa na nukta tano. Nukta ya kwanza, tutazungumza mwanawachuoni mkubwa An-Naubakhti. Nukta ya pili, tutasherehesha maneno yake huyu bwana wakati akiuelezea ushia, maneno yake nambari moja. Alafu nukta ya pili, nukta ya tatu, tutazungumza vile vile sherehe ya maneno ya An-Naubakhti akizungumza kuhusu kuwapenda ahlul bait. Kuwapenda ahlul bait, wa ma adraka man hum ahlul bait. Ukizungumza kuwapenda ahlul bait, kwenye kichwa changu yako yale mashairi ya al-Imam Shafi'i ambaye watu wengi Waislamu huko Afrika Mashariki ndio wanamfuata yeye.
ana maneno yake mazito, inshallah atakuja kuyataja huko mbele, lakini nichangamshe mazingira mwenyewe. Al-Imam Shafi anasema, ya ala baiti rasulillah hubbukum fardun min Allah fi al-Qur'ani anzala kafakum min azimi al-fakhri annakum man lam yusalli alaykum la salata lahu. Tafsiri yake inakuja. Nukta yetu ya 4 ni wujubul mawadda yastalzimu wujubu taa. Kama ni lazima kuwapenda ahlul bait, lazima kuwatii, lazima kuwafuata. Nukta ya 4, nukta ya 5 na ya mwisho nimeipa jina ad-da'watu ila shabab. Nukta ya 5 na waita vijana na wasemesha vijana wa Kitanzania, vijana wa Kiswahili na wasemesha wao watumie akili zao na kupenda wao kudadisi mambo, wafanye research zao kuhusu ushia, watafute ushia. Kama ni mzee Umar hatuwataki wewe mashia, hatuwataki wewe mashia. Na wala hutuba hizi mtu asije akaona kwamba tunataka watu wawe mashia, la, tunataka watu watutambue ni Waislamu wenzi wao, wasitunyanyapae, wasituzulie, tukae nao pamoja, tushirikiane nao pamoja, tuzikane, tuoane, sio wawe mashia. Kwanza wenyewe mashia tukiwa wachache ndio vizuri, tunakula pesa zetu kwa raha. Mbuzi zetu mashallah tunazila vizuri. Haya, sasa naomba tuende nukta ya kwanza. An-Naubakhti ambaye ni mwanachuoni sio mshia, ana kitabu chake anakiita Firaqu Shia. Kwenye kitabu hicho anawaeleza mashia ni akina nani. Msipate tabu, msisumbuke. Hao mashia wanaume, anawashia mashia wanaume na dunia inajua. Hao mashia wanaume waliosimama mbele za fulani, Mnyamwezi fulani, wakamwambia no, hapana, la kuliha ni akina nani? An-Naubakhti anasema ash-Shi'atu hum firqatu Ali ibn Abi Talib al-musammuna bi shi'ati Ali fi zamani an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wa man wafaqa mawaddatahu mawaddata Ali. Intaha maneno ya An-Naubakhti. Mashia ni akina nani? Msipate tabu. Firaqu Shia, An-Naubakhti anasema mashia ni grupu la Ali ibn Abi Talib, na grupu hilo, naomba nipe masikio, na grupu hilo limeitwa Shia kipindi cha mtume mwenyewe yuko hai. Bado sijaeleweka, naomba rudie tena. An-Naubakhti ambaye si Shia anasema hivi: Shia ni kundi la Ali ibn Abi Talib, na kundi hilo limeitwa mashia kipindi cha mtume mwenyewe yuko hai. Kwa hiyo
An-Nawawi anasema kile kipindi cha Mtume walikuwepo watu wakiitwa mashia, shiatu Ali, alafu waman wafaqa mawaddatahu mawaddata Ali, na yule ambaye anampenda Ali, huyo naye ni shiatu Ali, ni grupu la Ali. Sasa hapa naomba twende nukta yetu ya pili, tushereheshe maneno ya An-Nawawi anaposema ashiatu hum firqatu Ali ibn Abi Talib almusammuna bishiati Ali fi zamani nabii, fi zamani an-nabii, kwamba kumbe hili neno Shia si kitu kigeni, sio mustalahi mgeni. Kumbe kipindi cha Mtume mwenyewe neno Shia lilikuwa likitumika, na walikuwepo watu wakiitwa ni shiatu Ali, wafuasi wa Ali, vipenzi vya Ali. Na ndiyo maana mwana wa chuoni mkubwa Abu Hatim Ar-Razi kwenye kitabu chake Nadhariyatul Imama Rawdatul Jannati ya Al-Khonsari ukurasa wa 88 amenakili, anasema wa min huna dhahaba Abu Hatim Ar-Razi ila anna awwal ismin limadhhabin dhahara fi lislami huwa Shia. Abu Hatim anasema, na kwa mantiki hii kwamba walikuwepo maswahaba wa Mtume Muhammad kipindi cha Mtume Muhammad wakijulikana kwamba ni shiatu Ali. Anasema kwa mantiki hii Abu Hatim Ar-Razi anasema ya kwamba jina la kwanza la madhehebu ya Kiislamu lililodhihiri lilikuwa ni Shia. Alafu anasema wa kana hadha laqabu arba'atin min as-sahaba, na lilikuwa hili jina Shia, hili neno Shia ni jina la maswahaba wanne wakiitwa shiatu Ali, shiatu Ali. Leo mashia ni watu wasijulikane, kumbe kipindi cha Mtume mwenyewe wako baadhi ya maswahaba ni shiatu Ali. Anasema wanne, wa kwanza wao ni nani? Abu Dharr al-Ghifari, Ammar ibn Yasir, Miqdad ibn Aswad al-Kindi, Salman al-Farisi. Abu Hatim ametaja hao wanne, lakini riwaya nyingine zinataja zaidi ya hao. Zinamtaja nani? Zinawataja maswahaba wafuatao walikuwa wanajulikana ni shiatu Ali kipindi cha Mtume mwenyewe yuko hai. Katika maswahaba hao ni Jabir ibn Abdullah al-Ansari, sahaba mkubwa huyo. Ubay ibn Ka'b katika maswahaba wakubwa. Abu Ayyub al-Ansari, sahaba huyo alimkaribisha Mtume nyumbani kwake wakati alipokwenda Madina. Wa Banu Hashim, na Banu Hashim wakijulikana ni shiatu Ali. Soma kitabu kinachoitwa Awamil wa Ahdaf Nash'atu Ilmi al-Kalam, juzuu ya kwanza ukurasa wa 105. Maswahaba hao walikuwepo kipindi cha Mtume Muhammad wakijulikana ni shiatu Ali, ishara ya kwamba mashia hawajaanza jana,
ishara ya kwamba ushia haujaanza juzi. Kipindi hicho tunazungumza, kipindi hicho tunachokisema, tunazungumza kipindi ambacho Uislamu bado haujaingia Irani. Uislamu bado haujaingia Irani. Wairani bado wanaabudu moto kipindi hicho, ni majusi. Baadhi ya masahaba wa Mtume wanajulikana ni Shiatu Ali. Ushia upo tayari. Kwa hiyo msije mkaona leo dunia Irani Shia mkasema mashia ni wa Irani na ushia upo Irani ndipo ulipoanza. La, masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wakijulikana ni Shiatu Ali. Msije mkasema mashia ushia ni Uhindi. Wahindi kipindi hicho wanaabudu ng'ombe, wala hawajui Uislamu ni nini, wanaabudu masanamu. Tayari ushia upo. Kwa hiyo ushia si Uhindi wala ushia si Uirani. Uirani kando, Uhindi kando, ushia kando. Ashiatu hum firqatu Ali. Shia ni kundi la Ali ibn Abi Talib almusammuna bi Shiati Ali, wakijulikana kwa jina la Shiatu Ali kipindi cha Mtume mwenyewe. Alafu waman wafaqa, na yule ambaye, na yule mtu ambaye upendo wake umekwenda sambamba na kumpenda Ali. Waman wafaqa mawaddatahu mawaddata Ali, na yule ambaye anampenda Ali, na yule ambaye anampenda Ali, huyo ndiyo Shiatu Ali. Kwa hiyo utakayoyasikia, sijui mashia wanatukana maswahaba, sijui mashia hawamtaki Mtume, sijui mashia ni propaganda zilizotengenezwa ni wakoloni kuwagawa Waislamu. Kwa nini? Kwa sababu watawale, wagawe ili uweze kuwatawala. Farriq tasud, divide and rule. Ili ukitaka kuwatawala wanadamu wagawe. Kwa hiyo tukagawiwa, hao ni mashia, hao ni masuni, mpaka tukafikia mahala mmoja wetu akipigwa hatuhisi, mmoja wetu akishambulia hatuna hisia, kwa sababu wanaouawa ni mashia. Wanatuhusu nini? Wanaouawa ni mashia, wanatuhusu nini? Wanaouawa ni Wairani. Wairani wanatuhusu nini sisi? Sisi wenyewe ni Ahlus Sunna. Dhambi ya ubaguzi hiyo. Mkishaanza kubaguana Shia Sunni, Wairani mashia, wa Saudi Arabia masuni, wa Kuwaiti masuni, wa Bahareni masuni, wa Jordani masuni, wale ni mashia, wapigeni waueni. Dhambi ya ubaguzi ilivyo. Mkishamaliza kuwaua Wairani mashia,
mnarudi kwenu nyinyi Masuni, mnaanza kujiangalia, mnajikuta kumbe nyinyi Masuni pia sio kitu kimoja. Kumbe wako Masuni Ahlusunna ambao ni madhehebu manne: Shafi'i, Maliki, Abu Hanifa, Ahmad bin Hanbali. Alafu kuna Masuni lakini Mawahabi, Alwahabia. Kwa hiyo kumbe hata Sunni si kitu kimoja. Dhambi ya ubaguzi hiyo baba. Kumbe sisi Masuni si kitu kimoja. Mnaanza kupigana madhehebu manne na Mawahabi. Dhambi ya ubaguzi. Masuni mkashapigwa na Mawahabi kwa sababu Mawahabi wana nguvu, watabakia Mawahabi peke yao. Wakibakia Mawahabi wanakuja kujiangalia, kumbe sisi Mawahabi hatuko kitu kimoja. Sisi Mawahabi kuna Wahabi, kuna Salafi, kuna Answaru Sunna, kuna sijui Answaru nini, Answaru Qudama, sijui nani, Salafi qadim, Salafi mafhumu. Wanauana wenyewe kwa wenyewe, wanakuja kufikia mahala kwamba kumbe hata sisi Mawahabi pia sio kitu kimoja. Wamebakia Masalafi. Masalafi nao wanaanza kujiangalia, hata si Masalafi hatuko kitu kimoja. Kumbe kuna Salafia jadida, kuna Salafia sijui takadumi kadima, Salafia kadima, kuna Salafia ya Kongwe, kuna Salafia ya Tanga mjini, kuna Salafia sijui ya nani mwa mkutano sijui nani. Mtapata kumbe Salafia nazo, kumbe Salafia nazo sipo nyingi. Dhambi ya ubaguzi, kwa sababu mliwabagua Waislamu, mliwabagua wenzenu wanasema la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah, mkasema la, hawa ni Mashia, waache wauawe. Dhambi ya ubaguzi. Haiwaachi shekhe. Haya, turudi kwenye nukta yetu ya tatu kwenye kusherehesha maneno ya An-Naubakhti. Nukta yetu ya 4, An-Naubakhti anasema na watu wanaompenda Ali ni Mashia. Kumpenda Ali moja kwa moja, twende kwenye Qur'ani. Naomba tusome kwa pamoja Suratu Shura aya ya 23. Mwenyezi Mungu anasema, sema ewe Muhammad, siwaombeni juu yake malipo isipokuwa kuwapenda watu wangu wa karibu. Hiyo ni Qur'an. Qul la as'alukum alayhi ajra illa almawaddata fil qurba. Mtume anasema kazi yote niliyoifanya hii, sitaki mnilipe chochote, nataka muwapende familia yangu, nataka muwapende watu wa ahli baiti yangu, mpende kizazi changu, mpende watoto wangu, muwapende masharifu. Ndio nachokitaka. Sitaki mnilipe pesa, nataka muwapende tu masharifu. Qul la as'alukum alayhi ajra illa almawaddata fil qurba. Ndio nachokitaka. Sitaki mnilipe chochote, sitaki mnilipe chochote. Na hii ni ishara ya kwamba kumbe kuwapenda ahlul bait alayhimus salam, kuwapenda maimamu 12 na kizazi chao na watoto wao,
faida inarudi kwetu sisi. Ndio maana amesema la as'alukum. Ukiwapenda ahlul baiti, ukiwapenda watu wa nyumba ya Mtume, faida inarudi kwako wewe, sio kwao. Inarudi kwako wewe, na wewe unayewapenda ahlul baiti ndiwe unayenufaika katika maisha yako na katika dini yako, kwa sababu ahlul baiti hawakuipokea dini ya Mtume, wameirithi. Sijaeleweka bado? Wanyamwezi hawajaelewa. Ahlul baiti alayhimus salam, wao hawakupokea, hawakusikia sami'tu Rasulullah yaqul ra'aytu Rasulullah. Wao wamemrithi Mtume, wao wamemrithi. Na ndiyo maana katika ziyaratul Jami' al-Kabira, tukimzuru Mtume Muhammad na tukiwazuru ahlul baiti ni kwa ziara moja, ziyaratul Jami' al-Kabira. Assalamu alaykum ya ahla baiti wa mawdi'a as-salam wa mukhtalafa al-malaik wa ma'adina al-ilm wa muntaha al-hilmi wa usul al-karami wa qadata al-umami wa awliya. Aitak salawatu na kuna tofauti kati ya nimesikia na nimeona na nimerithi. Anayerithi huwa hakosei, anakwenda vile vile. Baba alikuwa anakulaje? Baba alikuwa akila anamega tonge kwa vidole vitatu, ndio baba alikuwa akila. Na mimi nimerithi mwenendo wa baba, nikila na kula kwa vidole vitatu. Baba alikuwa akimaliza kushiba, akimaliza chakula anasema alhamdulillahi rabbil alamin, alafu anamwambia mkewe, asante mke wangu kwa chakula tamu. Mtoto anaona haya mambo kila siku, automatic na yeye siku akioa akimaliza kula anasema alhamdulillah, anamwambia mke wangu asante kwa chakula tamu. Yani huyu hatatiziki kwamba yeye alisema asante mke wangu kwa chakula tamu, au asante mpenzi wangu kwa chakula tamu, au asante mai wangu kwa chakula tamu. Na wafundisha vijana lugha nzuri za kuwasemesha wake zao kesho wakioa. Naomba salawatu. Aliyesikia anatatizika, aliyeona anatatizika, aliyerithi hatatiziki, kwa sababu kurithi ni mwenendo wa kawaida wa maisha, ni mwenendo wa kawaida. Kwa hivyo kuwapenda masharifu, kukipenda kizazi cha Mtume, wewe ndio unafaidika katika dini yako, kwa sababu unachukua kile kitu ambacho ni piwa, ambacho hakijachakachuliwa, kiko safi kabisa. Nikupe mfano mmoja tu. Tembea dunia nzima, angalia mashia wanaswali vipi. Nenda kawaangalie mashia wa Kigogo, nenda kawaangalie mashia wa Tanga, nenda kawaangalie mashia wa Kuwait, mashia wa Bahrain, mashia wa Syria, mashia wa Iraki, mashia wa Lebanon, mashia wa Irani. Wote wakiswali wanaanza kwa takbira Allahu Akbar, wananyosha mikono wote. You know why? Unajua kwa
mmoja, wamechukua kwa mtu mmoja anaitwa Ali ibn Abi Talib salawatullahi wasalamuhu alayhi. Wamechukua kwa Ali. Ali akamrithisha mwanawe Hasanul Mujtaba, Hasan akamrithisha ndugu yake Husainu Shahid, Husaini akamrithisha mwanawe Zainul Abidin, Zainul Abidin na mwanawe Muhammadul Baqir, Muhammadul Baqir mwanawe Jaafar Sadiq, Jaafar Sadiq mpaka kwa Imamu al-Hujja. Maulama wetu limetufikia vile vile, halijachakachuliwa. Sasa ukenda kwa wengine sasa, kwa sababu walichukua kwa watu wengi, walichukua kwa Wanyamwezi, walichukua kwa Wazaramu, wakachukua kwa Wamakonde, wakachukua kwa Wangindo, wakachukua kwa Wadigo, wakachukua kwa Wasambaa. Tatizo likaanza kutokea. Msambaa anasema nilimuona Mtume akiswali anafunga mkono juu ya kifua, juu ya. Mgindo anasema nilimuona Mtume anafunga mkono juu ya kifua lakini upande wa kulia. Mzaramo anasema nilimuona kweli Mtume juu ya kifua lakini upande wa kushoto. Mdigo anasema nilimuona kweli ilikuwa chini ya kitovu. Mzaramo anasema ni kweli chini ya kitovu lakini upande wa kuume. Makonde anasema ni kweli ni chini ya kitovu upande wa kuume lakini sio kuume, ni upande wa kushoto. Muiraka anasema la, sio chini ya kitovu, ni juu ya kitovu. The question is, sasa hiyo swala ya Mtume ni ipi? Swallu kama raaitumuni usalli. Sasa ni ipi? Ni ile ya Mgindo? Ni ile ya Mzaramu? Tatizo ni nini? Tulichukua kwa watu wengi tukachakachuliwa mambo, lakini waliofokasi kwa mtu mmoja Ali ibn Abi Talib wakachukua kitu kiko salama salimini. Nenda Iraki, nenda Irani, nenda Lebanon, nenda Syria, nenda Mwakizaro, swala ya masheri moja kunyoosha mikono. Naomba salawat na kuwapenda Ahlul Bait kunakokusudiwa katika aya ni kujua fadhila zao, ni kujua wanachostahiki, na kila utakapowapenda na utakapowatambua ndio utajua sasa kwamba hawa ndio wa kufuatwa na hawa ndio wa kusikilizwa. Fakanu hum sabila ilaik walmaslaka ila ridwan, ikawa ndio asabila ilaik. Na mwisho katika kuwapenda Ahlul Bait tumalizie na yale maneno ya al-Imam Shafi'i anaposema ya ahla baiti rasulillah, enyi watu wa nyumba ya Mtume, kafakum min adhimi al-fakhri annakum man lam yusalli alaykum la salata lahu. Inatosha kuwa ni fakhari al-Imam Shafi'i kwamba mtu ambaye hawaswalii nyinyi la salata lahu, hana swala, yani ambaye katika swala yake hasemi ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama hukusema hivyo kwenye swala, la salata lahu, huna swala. Uwe Sunni, uwe Shia, uwe Wahabi, uwe Salafi, uwe Ibadhi, uwe Tariki, kama kwenye swala yako hukuwaswalia masharifu, hukuwaswalia Ahlul Baiti, hukumswalia Ali,
hukuwaswalia maimamu wanaofuatwa na mashia, una swali? Sijui inaeleweka? Wazaramu mnanielewa? Kama kwenye swala yako uwe Suni wewe ni Suni, wewe hutaki mashia, uwe Suni uwe Shia uwe Ibadhi, kwenye swala yako kama hukumswalia Ali, hukumswalia Fatima, Hasan, Husain, Zainul Abidin, Muhammadul Baqir, Jafar Sadiq, la salata lahu. Una swala? Sio yangu mimi, hayo ya Imam Shafi. Naomba swala. Mwisho naomba tumalizie nukta yetu ya tano. Nukta yetu ya tano nimeita ad-da'watu ila shabab fi ikhtiyar au fi takhyir. Vijana ndio wenye changamoto kubwa leo. Vijana ndio kila kitu. Mambo yanatatiza. Kwenye mitandao kumejaa linalofaa lisilofaa, kumejaa huko. Sasa vijana, tumieni akili yenu kama Qur'ani inavyotaka. Pale mtakapoona ndiyo haki, hapo ndiyo pa kufuata. Pale mtakapoona ndipo palipokuwa sahihi, hapo ndiyo pa kukamata. Naomba tusome aya kadhaa kwa haraka tu, basi na sherehe kubwa, zinazoonyesha aya hizi kutumia akili zenu katika kuchagua mnachokipenda. Naomba tusome Qur'an. Kahf 29, Fussilat 40, Tauba 105, Mudaththir 37, Abasa 12, Muzammil 19, An-Naba 39, Al-An'am 148, Az-Zukhruf aya ya 20. Aya zote hizi zinataka tutumie akili na tuwe huru katika kufikiria mambo na kuyasoma mambo. Msikubali vijana anayekuja akawaambia wale ni mashia, msome vitabu vyao. Huyo hakutaki kheri. Soma vitabu vya mashia, alafu nenda kawajibu baada ya kutambua. Sisi tumewaona hapa watu wa mihadhara katika kuwajibu wa Kristo kwamba Yesu sio Mungu. Walifanyaje? Walisoma Biblia na wakawakinaisha Wakristo wengi kwamba Yesu si Mungu, sio kwa kutumia Qur'an, kwa kutumia Biblia. Someni vitabu vya Kishia, sio vitabu vya maadui wa Mashia. Someni vitabu vya Kishia, alafu muwajibu Mashia. Muwajibu Mashia. Msenda kwenye misikiti yao, nendeni kwenye misikiti yao, sijui chini ya carpet kumeandikwa Abubakar wanakanyaga. Nendeni kaangalie, iko ile carpet hapo mahali palipoandikwa Abubakar papo. Nendeni. Qur'ani aya zinawaambia tumieni akili zenu katika kuchanganua mambo. Faman shaa falyu'min wa man shaa falyakfur. You are free. Ukitaka utatafuta njia iliyokuwa salama salimini kwa kutumia akili yako. Ukitaka utatumia njia iliyokuwa ya ovyo. I'malu ma shi'tum, fanyeni mtakacho, kile mnachokiona kinakwenda sawa sawa unakinaika nacho. Faman shaa dhakara. Soma vitabu vya Kishia, uliza, kawaulize Mashia. Mashia wenyewe wanasemaje?
Mashia mnasujudi kwenye vidongo, nyinyi mnaabudu vidongo. Ulize Mashia wenyewe, usende ukachukua kitabu cha Musa Jarullah ndio usome Mashia itikadi yao kwenye kusujudia vidongo. Nimetaja aya hizo ambazo zinawaelekeza vijana kwenye kuwa uhuru katika kutumia akili zao. Karbala, njia ya uhuru wa fikra. Vikao hivi vya Ashura, vikao hivi vya kumkumbuka al-Imam al-Husayn salawatullahi wa salamuhu alayhi, ni vikao vizito, ni vikao muhimu, na ndiyo maana maulama wakubwa vikao hivi walikuwa wakivifanya kila mwaka unapofika Muharram. Maulama wakubwa na wenyewe masharifu na aimmatu ahli albayt, vikao hivi vilikuwa ni vikao vyao. Al-Imam Sadiq Jaafar bin Muhammad alayhi salam, bwana mkubwa huyu, alikuwa anaandaa vikao kama hivi vya kumkumbuka al-Imam al-Husayn, kuwakumbuka ahlul bait, vikao kama hivi, na anawaalika watu wanaosoma mashairi, watu wanaosoma kasida, wanaimba mashairi, wanaimba kasida, na imamu wakawa anawatia nguvu kwa maneno, wakati mwingine kwa kuwapa zawadi na fedha. Siku moja anamwambia bwana mmoja mshairi anaitwa Jaafar bin Affan, anamwambia ya Jaafar, law kushifa laka an basarik la raaita malaikata Allahi almuqarrabina ma'ana. La ilaha illallah. Imam Sadiq, masiku ya Muharram, vikao kama hivi, uzito wake na umuhimu wake. Jaafar anamwambia, Jaafar bin Affan anamwambia Jaafar, lau macho yako yanafunuliwa ukaona hakika ya mambo, ungewaona malaika wa Mwenyezi Mungu, malaika wakubwa wako na sisi kwenye kikao hiki. Lau macho yenu yanafunguliwa, mngewaona malaika mmekaa nao kwenye majlisi hii, na sio wamekaa tu, la raaita malaikata Allahi almuqarrabina ma'ana fi hadha almajlis yabkun, ungewaona malaika wamekaa na sisi na wanalia, wanamlilia Hussein, wanaulilia msiba wa Hussein, wanaulilia msiba wa Karbala, msiba uliouawa kizazi chote cha Mtume, wakabakishwa vitoto viwili vitatu, vijitoto viwili vitatu. Lau si Mungu mwenyewe kwamba amepanga kizazi cha Mtume kibakie, masharifu wabakie, wangeuawa wote siku hiyo, lakini mipango ya Mungu. Na ndio maana maimamu vikao hivi walikuwa hawaviachi. La raaita malaikata Allah, ungewaona malaika wako na sisi yabukun, na sio hivyo, wayastaghfiruna lilbakina ala al-Husayn, na wanamtakia msamaha yule anayelia kwa ajili ya Husayn. Vikao hivi ni dawa, vikao hivi vinaponya wenye maradhi. Tunavyo visa vingi
vya watu ambao walikuwa na maradhi hayaponi, lakini wakawa wanahudhuria kwenye majalis za al-Imam al-Husayn. Wakifika kwenye vikao hivi wanaweka nia, Mungu, mimi nina tatizo kadha wa kadha wa kadha wa kadha, Mungu niondoshee tatizo nililokuwa nalo. Mungu anaondoa changamoto hizo. Mimbari hii anayotaja Husaini si mimbari ya kawaida. Visa ninavyo vingi kuhusiana na jambo hili na jambo la Zanzibar na mashia waliokuwepo Zanzibar, na visa vinavyohusiana na wafalme vinavyotokana na tukio kama hili. Vikao hivi vya kuadhimishwa Husaini si mambo madogo. Imamu anamwambia, lau macho yako yanafunguliwa ungewaona malaika wako na sisi wanamlilia Husain, wayastaghfiruna lilbakina ala al-Husain, na wanamwombea msamaha yule anayemlilia Husain. Almalaika maana yabkun, malaika wanalia pamoja na sisi. Kumlilia Husain yadullu ala maarifatika alkamila bil Husain, ni ishara kwamba unamtambua vizuri Husain. Na ndio maana maimamu alayhimussalam walikuwa wakilia mpaka wanazimia. Walikuwa wanajua Husaini nani. Sisi ambao hatumlilii Husaini, hatujamjua Husaini nani. Sisi tunajua tu Husaini na Hasan wajukuu wa Mtume, walizaliwa mapacha wakafa mapacha, tunavyojua. Na ndio maana kwetu wakizaliwa mapacha wa kiume na Hasan na Husaini. Al-Imamu Ridha alikuwa akilia, anazimia, akipata fahamu analia mpaka mara 3. Imamu akipata fahamu anamwambia Tu'bal, endelea. Afatimu law khilti al-Husayna mujaddala wa qad mata atshanan bi shatti furati. Fatima anaimbiwa al-Imamu Ridha ni Tu'bal al-Khuzai. Fatima, lau ungemuona Husaini katika ardhi ya Karbala alivyoanguka chini, hajiwezi, amekufa akiwa na kiu kando kando ya mto Furat, Fatima, usingehimili, ungenyanyua mkono ukajipiga kwenye uso wako. Usingehimili, ungejipiga usoni na kifuani. Afatimu law khilti al-Husayna mujaddala wa qad mata atshanan bi shatti furati idhan lalatunti al-khadda Fatimu indahu wa ajraiti dama al-ayni fi al-wajanati. Afatimu qumi. Tu'bal anamwimbia Imam Ali ibn Musa Ridha, Fatuma, simama, yabnat al-khairi wandubi. Fatuma, simama, ya Zahra, simama, uomboleze, uwalilie nujuma samawatin bi ardi falat. Watu watakatifu, viumbe sio wa kawaida, waliouawa kwenye uwanja, hakuna mtu wa kuwasaidia. Ya Zahra anamsemesha Fatima, anamwambia Fatima, tawaffau mutwasha bilfurati falaitani. Walikufa kando kando ya mto Furati, siku 3, marufuku maji kunywa na jua kali. Tawaffaitu fihim qabla hini wafati, natamani ningekufa kabla ya tukio la Karbala. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wa sayalamu alladhina zalamu ala Muhammad ayya munqalabin yanqalibun wal aqibata lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Bismillahir rahmanir rahim.
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه يا الله يا الله يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أدخل على أهل القبور سرور. اللهم أدخل على أهل القبور سرور. اللهم أدخل على أهل القبور سرور. اللهم أغن كل فقير. اللهم أشبع كل جائع. اللهم اكس كل عريان. اللهم اقض دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروه. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين. أغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فرج علينا جميعا وعلى كافة المسلمين. فرج علينا جميعا وعلى كافة المؤمنين. فرج علينا جميعا وعلى كافة الحاضرين يا الله يا hapa. Kila aliyekuwa na maradhi, aliyekuwa na ugonjwa, Mwenyezi Mungu muondolee maradhi aliyokuwa nayo. Mwenyezi Mungu muondolee ugonjwa aliyokuwa nao. Mpe afya katika afya yako. Mpe uzima katika uzima wako. Ya Allah ya Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ahli baytihi at-tayyibin at-tahirin ma'a as-salawati 3 marrat على حب الزهراء بأعلى أصواتكم.